maisha ya ndoa Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala alivyoyaweka, au maisha ya wanadamu alivyoyaumba Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwa hayana siku moja. Yani maana yake mwanadamu katika maisha yake huwa hana siku moja. Mwanadamu kwenye maisha yake anakuwa na siku tatu. Ana jana, ana leo, alafu ana kesho. Jana mwanadamu anakuwa ameishi, leo mwanadamu anakuwa yuko ndani yake, lakini kuna kesho mwanadamu ambayo anakuwa haijui sasa kesho yake atakuwa yuko wapi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu hakuumba siku moja katika maisha ya mwanadamu, ameziumba siku tatu katika maisha ya mwanadamu. Kwa kuwa ameumba siku tatu, siku huwa hazifanani katika maisha ya mwanadamu. Siku huwa hazifanani. Leo kama ni Jumatano, kesho itakuwa ni Alhamisi, mtondogoo itakuwa ni Ijumaa. Yanayotokea leo hayawezi kutokea kesho. Yaliyofanyika leo hayawezi kufanyika kesho, au yaliyofanyika jana hayawezi kujirudia tena. Hivi ndivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyoumba. Kwa hiyo kwenye maisha ya ndoa na yenyewe vile vile huwa hayana siku moja. Ndoa inakuwa ina misukosuko sana ndani yake, sana. Ina misukosuko mingi sana. Na Mwenyezi Mungu anasema watilkal ayyamu nudawiluha baina an-nas. Siku hizi za wanadamu Mwenyezi Mungu amezigeuza kwamba siku moja itakuwa hivi, siku nyingine itakuwa hivi. Leo umelala na njaa, kesho utashiba. Leo umeshiba, kesho utalala na njaa. Hivi ndivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyoweka utaratibu wa masiku katika maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo mwanadamu hana siku moja, na katika ndoa hakuna siku moja. Leo ukiwa na furaha na mke wako, kesho inawezekana ukagombana naye mke wako. Leo ukigombana naye inawezekana kesho ukawa na furaha. Tena kuna siku unaweza ukarudi nyumbani ukajikuta umenuna tu, from nowhere wewe umenuna tu nyumbani kwako. Yani una sababu, umerudi umenuna tu. Mke wako anakuuliza vipi? Niache bwana, niache bwana. Yani umenuna tu. Yani hiyo hali huwa inatokea wakati mwingine. Na mwanamke wakati mwingine unaweza ukarudi nyumbani ukamkuta amenuna vile vile. Ukimuuliza sababu ni nini? Hana sababu, amenuna tu, ameamua. Watilkal ayyamu nudawiluha baina an-nas. Kuna siku mwanadamu anaamka mood na kuwa yuko mood off, yani mood off kabisa. Yani mtu anakwambia leo nimeamka lakini sijisikii vizuri. Nimeamka na hasira, na kweli mtu anaamka ana kisirani tu. Anagombana na watu ovyo, atagombana na watoto, anakuwa mkali, mke wake anakuwa mkali kwa mkewe mkali. Yani kuna siku mwanadamu anaamka yuko hivyo. Watilkal ayyamu nudawiluha baina an-nas. Na kwenye maisha ya ndoa ndio iko hivyo, kwamba kuna siku utagombana na mke wako, kuna siku mtaelewana na mke wako. Sasa hizo ni siku tu katika maisha ya mwanadamu, lazima uelewe hicho kitu. Yako maneno ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa arda, anasema la huznu yadumu wala surur. Hakuna furaha inayodumu na wala hakuna huzuni inayodumu katika maisha ya mwanadamu. Hakuna mwanadamu aliyewahi kuwa na furaha tu kwenye maisha yake, haijawahi kutokea. Na wala haijawahi kutokea mwanadamu akawa na huzuni tu kwenye maisha yake, haijawahi kutokea. Kuna siku unakuwa na furaha, kuna siku unakuwa na huzuni. The same na kwenye maisha ya ndoa hivyo hivyo. Kuna siku unacheka, unafurahi na mke wako, kuna siku mnagombana. Ima mtagombana kwa sababu, ima mtagombana bila ya sababu. Lakini watilkal ayyamu nudawiluha baina an-nas. Ni masiku tu Mwenyezi Mungu anayabadilisha baina ya watu.